Mtazamaji, karibu. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ambao waumini wa dini ya Kikristo wamekuwa wanaadhimisha ile Ijumaa njema, bila shaka na imani kwamba kuna mengi ambayo yameendelea katika nchi yetu ya Kenya, lakini kwa hivi sasa ni wakati wa kufahamisha kuhusu hilo na taarifa nyinginezo, na hizi ndio baadhi ya taarifa hizo. Rais amsimamisha kazi muasisi wa hospitali za Mediheal Daktari Swarup Mishra kutokana na sakata ya uzaji wa figo. Watu 5 wa familia moja wauawa na nyumba kuteketezwa, waathiriwa wakidaiwa kuhusika na mauaji huko Kisii. Tuishi kama binadamu, tukisamehana, tuishi kama binadamu tukisaidiana. Umejaa neema, Bwana yunawe. Wakristo nchini waungana na wenzao ulimwenguni kuadhimisha sikukuu ya Ijumaa Kuu. Kwenye Longa Longa leo tunauliza, kuperepesa ni kufanya nini? Namaanisha mangalala. Najua ni kutasama, ni maguta. Ni kama kuperemba hivi. Na mtazamaji, karibu. Mwenzangu ni Wilson Ochuka, tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Rais William Ruto amemsimamisha kazi aliyekuwa mbunge wa Keses Swarup Mishra kama mwenyekiti wa taasisi ya Kenya Biovax. Hatua hii inajiri wakati hospitali ya Mediheal iliyoanzishwa na Mishra inachunguzwa kuhusu tuhuma za ukiukaji wa maadili na makosa katika huduma za upandikizaji wa figo. Hospitali hiyo inachunguzwa kwa madai ya kuvuna figo kutoka kwa Wakenya maskini wanaolipwa takriban shilingi 300,000. Kisha figo hizo kuuzwa katika nchi za kigeni kwa hadi shilingi milioni 3.2 kila mmoja. Kwa mujibu wa Rais Ruto, kusimamishwa kwa Mishra kunaanza kutekelezwa mara moja na kutaendelea hadi uchunguzi utakapokamilika. Na kwingineko ni kwamba watu 5 wa familia moja wameuawa kinyama katika kijiji cha Mietembe huko Masimba, kaunti ya Kisii usiku wa kuamkia leo. Mauaji hayo yalitekelezwa siku chache tu baada ya vijana wa familia hiyo kuachiliwa huru kuhusika kwa mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa makamu yapata mwezi mmoja uliopita. Watu waliojawa na ghadhabu walifika katika boma la mzee Jackson Nyambuga na kuwaua pamoja na jamaa zake wote kabla ya kuteketeza miili yao. Crispin Otieno na mengi zaidi. Ijumaa asubuhi, hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kijiji cha Metembe Sirorokwe, maeneo ya Masimba, kaunti ya Kisii. Mwendo wa saa 8 usiku, watu waliojihami kwa mapanga walifika hapa kulipiza kisasi baada ya familia hii kuhusishwa na kifo cha kijana mmoja aliyeuawa kinyama mwezi mmoja uliopita. Waliouawa hapa ni mzee wa boma hili Jackson Nyambuga mwenye umri wa miaka 68 na mkewe, kisha mwanawe wa kiume na mke wake na mtoto mwenye umri wa miaka 7. Maafisa wa polisi waliozuru eneo la tukio wakisema uchunguzi tayari umeanzishwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni kweli watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Hilo jambo la mob justice kama serikali tunalikemea. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Wanapokuwa na shida za usalama wanapaswa kujitokeza kwa ofisi ya serikali. Kijana mmoja wa familia iliyopoteza watu 5 anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Ramasha akisaidia maafisa wa polisi kwa uchunguzi. Na tunasema pole kwa ile familia. Ndio, hatua ni mingi. Unajua usalama unaanza na wewe, halafu tunashirikiana kama jamii, kamati la usalama, nyumba 10, community policy, ndio tuweze kuimarisha usalama wa vijiji vyetu. Miili ya 5 hao ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kisii. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.
Na mtazamaji, tukisonga ni kwamba wanajeshi wa ulinzi KDF waliandaa ibada maalum ya ukumbusho wa marehemu Jenerali Francis Ogolla na maafisa wengine wakuu 9 waliouawa kwenye ajali ya ndege mwaka uliopita katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mashujaa hao walimiminiwa sifa tele kwa ujasiri na kujitolea kwao kwa utumishi wa raia. Seth Olale na taarifa kamili. Familia, jamii, marafiki na majeshi ya ulinzi ya Kenya, KDF, walikusanyika katika kambi la jeshi la Moi Air Base jijini Nairobi kushiriki ibada maalum ya kumkumbuka aliyekuwa mkuu wa majeshi marehemu Jenerali Francis Ogolla na wenzake wengine 9 waliofariki kupitia ajali ya ndege. Your resilience continues to inspire the entire KDF family and the nation at large. Ajali hiyo iliyoshangaza taifa tarehe 18 mwezi Aprili mwaka 2024 katika eneo la Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ilisababisha vifo vya Jenerali Ogolla, Brigedia Swale Saidi, Kanali Duncan Keitani, Luteni Kanali David Sawe, Meja George Magondu, Kampeni Mohamed Sora, Kapteni Hilary Litali, Sajini Mkuu John Mureithi, Sajini Clifford Omondi na Sajini Rose Nawera. Despite this, our KDF remains a one force, strongly united. Mashujaa hao walitajwa kuwa na ujasiri, ukakamavu na uzalendo kwa taifa katika utekelezaji wa majukumu yao. Our loved ones did not die. They took a break to rest in eternal peace. Mmoja wa manusura wawili kwenye ajali hiyo, Kanani Kasaine Ole Kuruta, akieleza safari yake ya matibabu. We carry scars, visible and invisible. But we carry more than just scars. We carry something deeper, a responsibility to live. Wito ukitolewa kwa majeshi ya ulinzi wa taifa KDF, jamii na marafiki kuendelea kufariji na familia za marehemu ambao bado wanaomboleza. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na tukiangazia taarifa ambayo inafungamana na siku ya leo, ni kwamba viongozi wa kisiasa humu nchini wametakiwa kuiga mfano wa Yesu Kristo msimu wa Pasaka kwa kuwapa kipaumbele wa Kenya badala ya kujihusisha na malumbano ya kisiasa yasiyomfaa mwananchi. Wakiadhimisha sikukuu ya Ijumaa Kuu, viongozi wa kanisa wamewataka wanasiasa kuwa mfano mwema katika utendakazi wao. Emily Chebet anatuletea taarifa za heri njema za Pasaka na jumbe za amani na umoja zilizosheheni Ijumaa Kuu. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Philip Anyolo wa dayosisi ya Nairobi aliwaongoza waumini kutoka kanisa Katoliki la Family Basilica kwenye njia ya msalaba. Ni hafla ya kuashiria mwisho wa Kwaresma, siku ya Pasaka. Askofu huyo akiwataka Wakenya kuiga mfano wa Kristo na kupendana. Wanasiasa kwa upande mwingine wakitakiwa kuwa kielelezo bora kwa Wakenya waliowachagua. Kenyans and especially wanasiasa wetu, tunaomba kila siku msituonyeshe mfano wa uongozi wenu wa kisiasa katika vita na kubishana. Licha ya changamoto alionayo, Lucas Mwarwa alikuwa katika mstari wa mbele, ishara ya uvumilivu na kujitolea, akiwa na lengo la kuungana na waumini wenzake. Uhusiano wangu mimi najisikia vizuri, niko na amani, niko na afya, niko na kila kitu. Na nilitakia taifa letu amani, umoja na mshikamano, ndio maendeleo. Hapo tu. Katika kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi, waumini walikuwa kanisani, jumbe zikiwa zile za amani, upendo na umoja. We don't need to hate each other. We don't need to abuse each other. We don't need to fight each other, because we all belong to one country called Kenya. Kwingineko, Padre Joseph Mzito wa Consolata Shrine Parish amehubiri haki kwa wote na kuwataka viongozi wa kisiasa kuboresha hali nchini. We pray that this Easter season may find us when we are reconciled with him, when we are peaceful with one another,
Let us listen to Kenyans instead of governing ourselves. We can't govern ourselves. Waumini wengine wakitumia siku hii kuzika dhambi zao pamoja na Kristo katika njia ya ubatizo, huku viongozi wa kanisa wakitakiwa kuzingatia kanuni za kanisa. Tukatae wanasiasa ambao wanataka itangazwe kwamba wametoa milioni 10, milioni 5, milioni 1. Tuwakatae. Mtu akitaka kutoa sadaka, wacha atoe sadaka kama mshirika, maana kiongozi anakuja kama mshirika. Aidha, Papa Francis amewapa makardinali mbalimbali majukumu wakati huu wa Pasaka, ambapo hataweza kuongoza misa mbalimbali kama ilivyo kawaida kutokana na hali yake ya kiafya. Katika kaunti ya Nyamira na Kericho, waumini pia walijitokeza katika njia ya msalaba wakiadhimisha sikukuu ya Ijumaa Kuu. Waumini wa kanisa Katoliki humu nchini walijiunga na wengine ulimwenguni katika kuadhimisha siku ya mwisho ya Kwaresma. Hii ni kukumbuka mienendo ya Yesu Kristo ya mwisho kabla ya kusulubiwa na baadaye kuteswa, kama njia moja ya kukumbuka kwamba kuna matumaini baada ya maisha haya. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, nao katika kisa cha kusikitisha ni kwamba aliyekuwa naibu gavana wa kwanza wa kaunti ya Vihiga, Caleb Amaswachi, amegeukia uchuuzi wa kuni ili kujikimu kimaisha. Amaswachi aliyehudumu kama naibu aliyekuwa gavana Moses Akaranga anaelezea jinsi maisha yalichukua mkondo tofauti kabisa baada ya kuondoka mamlakani mwaka 2017. Kwa machungu, anasimulia ugumu wa maisha ambao umemsukuma hadi akageukia uchuuzi wa kuni ili kujikimu kimaisha. Ben Kirui alikutana naye, hapa taarifa yake. Ndiyo maisha ya sasa ya naibu gavana wa kwanza wa kaunti ya Vihiga, Caleb Amaswachi. Tofauti kabisa na enzi zake za uongozi. Amaswachi anaendesha biashara ya kuuza kuni katika mji wa Luanda ili kujikimu kimaisha. Anasimulia ugumu wa maisha haya ya sasa. After out of employment as a deputy governor, who can employ you? Employ you as what? Which interview can you win? When people are getting jobs in who is who and who is who. So how? I have to do this to make money, to pay fees. I have a daughter in the house who passed exams from Pangani Girls. She got an A-. Amaswachi, aliyewahi kuhudumu chini ya aliyekuwa gavana Moses Akaranga, anaonekana akisambaza kuni kwa hoteli mbalimbali mjini Luanda. Kazi ambayo sasa imekuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku, mbali kabisa na ile ambayo alifurahia pamoja na hadhi iliyoambatana nayo kama vile ulinzi na dereva wa kibinafsi. As a deputy governor, your life in the office must be good. Yeah. As a deputy governor, you're having allowances, you're having your security guards, you're having everything. And you are traveling around the world. Amaswachi anaelezea changamoto anazopitia tangu aondoke madarakani, akisema maisha yamekuwa magumu mno na hayastahili kwa mtu aliyewahi kuhudumu kama kiongozi wa kaunti. When you're in power, my brother, things are different and when you're out of power. When you're in power, everything looks flashy, everything looks good. Mabadiliko haya makubwa yanaakisi hali halisi ya siasa za Kenya, ambapo mamlaka ni ya muda tu. This is after I've been sworn in. I was being given my certificate. Amaswachi anafichua kuwa aliomba kazi ya kuwa kamishna wa IEBC, lakini hakufuzu kwa mahojiano yanayoendelea, akilazimika sasa kusalia kama mchuuzi wa kuni. Ushauri wake kwa yale ambayo anapitia: My advice to leaders in power, don't be arrogant. Don't be arrogant. And also respect the other leaders who have been in power. Respect them. Today, you could be in office. You could be in office today. Tomorrow, you don't be in office. But you also need the same respect. As a deputy governor, this is my wife. Amaswachi na gavana wa kwanza wa Vihiga Moses Akaranga walihudumu kwa muhula mmoja tu kati ya mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017 walipopoteza nafasi hiyo kwa gavana Wilbur Otichilo. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi. Na bila shaka taarifa ambayo ukiangalia ukitaka kusikitika utasikitika na ukitaka kucheka utashindwa kucheka, kwa sababu ametoa ushauri kwamba viongozi waache kiburi
na pia vile vile waheshimu watu, maanake hujui kesho yako itakupata wapi. Lakini pia ni changamoto kwa wale ambao katika nafasi za sio tu uongozi, yoyote ya kimaisha, pia wekeza, maanake uangalie kesho yako. Methali inasema jua likitoka liote, lakini liote kwa umakini, ile wakati wa mvua usilitamani jua. Msikilizaji, ni kwamba maafisa wa polisi kituoni Kayole wanamzuilia mshukiwa ambaye ni imam kwa madai ya kuwadunga visu watu wawili msikitini na kuwajeruhi vibaya. Mshukiwa huyo Mohamed Ibrahim Hussein aliyewahi kutimuliwa kutokana na mzozo wa uongozi wa msikiti huo. Na kama anavyoarifu Frank Niwala, polisi kituoni Kayole wamepiga doria kwenye msikiti huo ulioko Njiru mtaani Kayole ili kuzuia mtu yoyote kuingia humo. Ijumaa asubuhi wapelelezi wamewazuia watu kuingia kwenye msikiti wa Takwa ulioko Njiru, kaunti ya Nairobi. Wanachunguza kisa cha imam kuwadunga visu watu wawili wakiwa msikitini na kuwajeruhi vibaya. Inadaiwa kumekuwepo mzozo wa kuongoza msikiti huo na ndiyo chanzo cha kisa hiki, huku makundi mawili yakipigania kuongoza msikiti wenyewe. Sheikh Mohamed Hussein akiongoza kundi moja na kundi jingine likiongozwa na jamii ya Ahmed Mohamed, ambaye mamake mzazi alitoa kipande cha ardhi kwa ujenzi wa msikiti huo. Ule Sheikh Ibrahim alisema sijui alikuwa na court order ya kuwatoa wenye ambao walikuwa kwa msikiti, lakini court order yenyewe haikuwa inatu address sisi. Sasa baada ya kuomba saa 7 hivi na nusu wakaanza kuniitisha kifunguo ambaye mimi huwa sina, hata wanadhania mimi ndio niko na kifunguo za msikiti na nini. So ndo wakaanza kunishambulia. Nikadungwa kisu ya mkono na hapa kwa tumbo. Sasa walikuwa wanataka grab namna, walikuwa wanatafuta njia yote kwa grab hiyo msikiti. So sisi tulikakataa. Mimi niliumia kwa kichwa, unaona hapo nimeshonwa. Haya yote yalijiri baada ya mkutano baina ya makundi hayo na uongozi wa polisi eneo hilo, ambapo iliamuliwa mzozo huo usuluhishwe na SUPKEM au msikiti wa Jamia. Na ule walitaja kwamba walihusika ni imam, na ule alidungana akakamatwa baada ya kuandikiwa statement. Imam huyo pia analaumiwa kuhusika kisa kama hiki mwaka 2022 na alimuumiza Adan Tol vibaya wakati huo. It was 27 December of 2022. Kuna mvurugano kama hiyo ilikuwa hapo. Mimi ndi mmoja wao ambao imepigwa na imepasuliwa kichwa, mkono pamoja na hata mkono mwingine ya right. Nikapeleka Kayole police station mpaka DCI. Ile wale wamepiga walishikwa, wamewachiliwa kupitia DDB. Sheikh Ibrahim Mohamed Hussein sasa anazuiliwa na polisi huku akitarajiwa kufikisha mahakamani Jumanne. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Na taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni, tarudi na mengi zaidi baada ya muda usio mrefu. Na kwenye michezo ni kwamba Posta Rangers waliongeza matumaini yao ya kusalia kwenye ligi kuu ya FKF baada ya ushindi wa bao moja bila jibu dhidi ya FC Leopards. Katika mechi nyingine, vinara wa ligi Police FC walizimwa katika uwanja wa Ulinzi kwa kufungwa bao moja bila jibu na wenyeji Ulinzi Stars. Polisi wana uongozi wa pointi moja dhidi ya Tusker FC na walirudishwa nyuma na bao lililopachikwa wavuni na Boniface Mushiri. Polisi walimkosa mchezaji wao mpya Mohamed Bajaber pamoja na Kenneth Muguna ambaye alijeruhiwa. Tusker FC wana nafasi ya kupanda hadi kileleni watakaomenyana na Nairobi City Stars. City Stars wana matatizo kwani wako chini kwenye jedwali. Mechi 3 zaidi zitachezwa Jumamosi na zingine 4 siku ya Jumapili. Kilimali imepata tena Kenya Police. Na mtazamaji, mimi hapa ni shamaliza, lakini Mashirima. Naam, karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa kwenye busati letu la Kiswahili Longalonga, tukiwa na walimu wetu Nuzubiri Bakari na Munene Nyaga. Na kama kawaida kuna lile swali ambalo tunaliuliza mtaani na mtandaoni. Mitaani walisemaje? Nini maana ya kuperepesa? Inamaanisha mangalala. Najua ni kutasama, ni maguta. Yaani kutazama kitu kwa hali ya mshangao ama kutafuta kitu, yani kwa njia yani ule umakini. Kama ile kuperusi, angalia kushoto na kulia, kama kutafuta kitu kwa makini. Ni kama kuperemba hivi. Ni kutepesa. Sina maoni. Si ni kutafuta pesa. Yaani ametumia pesa bila mpangilio. Wanaenda kutumia pesa yao. Hai, Bakari. Naam. Hili neno perepesa linamaanisha nini? Mara nyingi linahusiana na macho. Linatokana na mfumo wa neno kupepesa. Wakati mwingi unaruka barabara ama unavuka barabara, lakini usipokuwa makini wanakugonga wale jamaa. Kwa hivyo unafaa kuangalia kushoto,
uangalie tena kulia, alafu ndio uvuke barabara. Kwa hivyo ile hali ya wewe kuangalia upande mmoja na mwingine ndio uvuke njia ni kuperepesa. Aha. Ndio. Lakini pia kuna kupepea. Na ni vizuri Bakari amesema hivyo kwa sababu ikiwa ni likizo ya Pasaka wengi wanapoteza maisha kwa kuvuka ovyo ovyo. Kupepea ni kuenda kwa upepo. Mara nyingi kama bendera. Tunasema iko bendera inapepea. Inapepea. Pili, kama kuna kwa mfano nafaka na una uteo. Kuna mtu watasema wakati mwingine kupepeta. Iko tu hapo Arusha juu wasaidiwa na upepo. Mvua ambayo haina mpangilio, kama juzi nimeona Nairobi watu wanamelia sana. Wewe na mwavuli wako inapiga huku, unaweka mwavuli kushoto, inarudi nyuma. Yani ni mvua ambayo inakuja kwa pande zote kwa sababu ina upepo mkali. Bado huku kupepea. Pia kuna kukauka. Ndio kuna kukauka kwa majani. Unaweza ukosema jinsi ambavyo yanavyoanguka kule ni kupepea, lakini pia hata hali ya kumpuliza mtu, kumpa burudani kwa kutumia kipepeo ni kupepea pia. Hata wakati unatumia tiara kite, wakati umeishika inakupeleka kule upepo unataka iende, bado kule ni pepea. Na kufanya kitu ambacho watu mtaani wanasema umetoka. Yani kama umeenda ng'ambo kwa sababu ya tukio fulani, umekimbia vizuri kuvuma, kule kuvuma, hali ya kufanya kitu ambacho kimekufanya uonekane mtu wa maana sana kwa jamii, pepea pia. Na pia kuna neno nyarafu. Munene, nyarafu linamaanisha nini? Nadhani kwa maana moja. Bakari nitamwachia sema maana ya kwanza alafu nitakupa ya pili. Ni kudharaulika kutokana na hali yako, ima ya kutoga ama uchafu wa mwili. Mtu akikuona mnaye amekaa kama. Kwa hivyo sasa hiyo hali ya dharau wanayokuonyesha watu kutokana na mwili wako ulivyo au uchafu wako wa mwili, ndio hiyo nyarafu. Na hapo Bakari amekwenda, nilikuwa nataka atangulize kwa sababu kuna watu wana tabia ambazo zinawafanya wawe na unyarafu. Kwa mfano mko kwenye hoteli, mtu akapigiwa simu. Hoteli imejaa, watu wametulia, anashika simu. Hello! Vipi? Kwani umeniona? Yani kila mtu anaanza kuangalia. Yani huyo mtu hata akikualika siku nyingine, hutataka kwa sababu ni tabia. Huyo hana uchafu wala hanuki. Lakini hulka hiyo ama kwenye basi ama popote. Mtu kwa Kiingereza wanasema obnoxiously loud. Wakati mwingine wanasema huyu Sky United. Kabisa. Hai. Sawa. Tuko naye Agustin kutoka Kakamega. Hujambo? Jambo sana Masharima. Hai, karibu sana. Munene huyu hapa atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Ndio. Haya, msimu wa Pasaka huu, sio? Ndio. Kwa hivyo nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na ka. Kama hiyo Pasaka. Kakamega. Kakamega. Hata mnyama nyumbani uko naye anaitwa paka. Kinkaka. Toka pande moja hadi ingine unavuka. Katika. Mtu wakati mwingine anaweza akakupiga mpaka ukawika. Andika. Nikikupatia kitu nikwambie tafadhali weka hapa. Ukijenga nyumba kule juu unaezeka. Weka. Bakari alivyokaa amekakamka. Na Mashirima amerembeka. Kaka, mbona unakaa kama umechoka? Na hata akichungulia tu ataona duka. Bwana usifanye hivyo ukatamauka. Asante sana Agustin kutoka Kakamega kwa kushiriki Nipe Nikupe hii leo. Sasa tumpatie fursa Zuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu mie wananiita al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo ni kwa wazazi. Wazazi mmewaachia sana watoto wenu, hebu sikilizeni. Wazazi njooni hapa ili tufanye kikao.
Kwa muda mumenihepa kwa visababu kibao. Mmenivalia ngepa kesi twamaliza leo. Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Si wote na walaumu, ni wachache kati yetu. Nao wako humuhumu, wako miongoni mwetu. Wanavuruga kaumu ya kizazi chetu. Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Ni mabaya maadili katika kizazi hiki. Watoto ni wakatili tena hawaambiliki. Nyumbani hata sikuli wengine ni bobu cheki. Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Wakiondoka nyumbani bila ya ruhusa yako. Hujui wako kwa nani na uulizi waliko. Wanaenda vilabuni kwa pombe na mdundiko. Mbona waacha watoto waishi kihivi hivi? Hilo ni jukumu lako mzazi, kaeni macho. Walinde watoto wako wasiende kwa maficho. Jua endako mwanako asilishwe pochopocho. Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Hapana maliza kunga, mzazi wacha kulala. Nyumbani kila punga, ifanyeni mijadala. Wacha kujivunga vunga ya siku upate madhila. Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Mbona mwacha watoto waishi kihivi hivi? Usiku mwema mtazamaji, na tunakutakia Pasaka njema.